بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika makosa ya kifamilia ikhtilatul khadami bin nisa wal khadimati birrijal, kuchanganyikana watumishi wafanyikazi wavulana kuchanganyikana na wanawake nyumbani, vile vile kuchanganyikana watumishi wa kisichana kuchanganyikana na wanaume majumbani. Hii ni katika makosa yanayofanyika ya kifamilia. Ikhtilatul rijali ikhtilatul khadami bin nisa wal khadimati birrijal, wale wahudumu wafanyikazi wa kivulana kuchanganyikana na wanawake na wafanyikazi wa kisichana kuchanganyikana na wanaume majumbani. Hii ni katika makosa yanayofanyika kwa baadhi ya Waislamu. Qala wala shakka anna khalwata ar-rajuli bil mar'a muharrama, hakuna shaka kwamba mwanamume kukaa faragha na mwanamke ni jambo limeharamishwa. ويدخل في ذلك الخدم, wanaingia katika hilo hao watumishi. Warabbul baiti mas'ulun an dhalik, yule mwenye nyumba ni mas'ul, atauliziwa jambo hilo. Wa anitasahuli fihi, na kufanya dharau jambo hilo la wanaume wafanyikazi wanaume kuwa faragha na wanawake na wafanyakazi wa kisichana kuwa faragha na mwanamume. Mwenye nyumba ndiye atakayeuliziwa jambo hilo na kufanya dharau jambo hilo. Qala wa ba'dhu al-buyuti yakhlu wa yakhtalitu fiha al-khadamu was-sa'iquna wal-khadimat, baadhi ya nyumba huwa faragha na huchanganyikana wale wafanyikazi wa kiume na madereva wa kiume, alafu wanachanganyikana na wahudumu na wafanyikazi wa kisichana. Wa hadha muharram, jambo hilo limeharamishwa. Hata kama ni wafanyikazi pia wanatakiwa wasichanganywe, wafanyikazi wa kiume na wafanyikazi wa kisichana wawe mbalimbali, wasionane. Wa sahibul bayt almanzil au sahibatul manzil athimatun wa ma'zura illam tunkir dhalik, mwenye nyumba mwanamume au mwenye nyumba mwanamke ni mwenye kupata madhambi na ni mwenye kubebeshwa madhambi ya hao asipokataza hilo, sababu yeye ndiyo sababu ya mchanganyiko huo wa watumishi wa kivulana na wasichana, wafanyakazi wa kivulana na wasichana. Yeye ndiyo aliowaleta pale nyumbani, kwa anakuwa anabeba madhambi hayo. Wayajibu an tu'khadha alwasailu allati tamna'u al-ikhtilata والخلوة التي تكون معها المحرمات والفواحش, ni lazima zichukuliwe sababu ambazo zitazuia huo mchanganyiko, zitazuia faragha ambayo ndiyo inapatikana mambo yenye kuharamishwa na mambo machafu kutokana na mchanganyiko huo wasichana na wavulana. Pia khalwa, kukaa faragha wasichana na wavulana katika nyumba ambao si maharim zao. Kwa hiyo yule mwenye nyumba ndiye atakayeulizwa siku ya kiyama na ndiye atakayebeba madhambi ya hao. Basarallahu almuslimin wa dafa'a anhum asbab al-ithmi wal-wizr, Allah awaonyeshe waislamu, awafahamishe waislamu na awaondoshee sababu za madhambi hayo wanaobeba kwa jambo hilo. Hili jambo limeenea la kuchanganyikana. Wahudumu wale wafanyikazi wa kivulana wanakuwa na wasichana wa pale nyumbani wa mwenye nyumba bila kujifunika wasichana hao, bila kujistiri. Kadhalika huyo mama mwenye nyumba anakuwa na wafanyikazi hao wa kivulana, yeye anajistiri kwa wengine, lakini wale wafanyikazi wake wa kivulana hajistiri, au wale wasichana wake hawajistiri na mfanyikazi wa kivulana. Ni haramu, hiyo ni haramu na inasababisha mambo machafu. Kwa hiyo kina mama na kina baba lazima waondoe jambo hilo
katika nyumba zao, sababu Uislamu unakataza mwanamume ambaye si mahram ya mwanamke kumuona, wacha kuzungumza naye na kuwa faragha naye, hata kumuona ni haramu. Kwa hiyo wale wanaoita wafanyikazi hao wakaonana na wavulana wao au wasichana wao majumbani, ni jambo ambalo ni haramu na wana madhambi na watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu raia wake. Katika makosa yanayofanyika pia adamu istiqdami mahramin lilkhadima idha da'at alhajatu ilayhi, kutoleta mahram wa yule mfanyikazi wa kisichana ikitokea haja ya hivyo. Adamu istiqdami mahramin lilkhadima idha da'at alhajatu ilayha, kutoleta mahram wa yule mfanyikazi wa kisichana ikitokea haja ya kutaka mfanyikazi wa kisichana. Qala wa hadha min al-akhta'i adh-dhahira, hii ni katika makosa ya wazi. Wadhālika li'anna safara al-mar'ati biduni mahramin la yahillu, na hilo ni kwa sababu safari ya mwanamke, kusafiri mwanamke bila ya mahram sio halali, ni haramu. Hata walau lilhaji, hata kama safari ni ya haji pia ni haramu. Fakaifa bighairihi, vipi ikiwa ni safari nyingine? Ikiwa safari ya haji mwanamke kusafiri bila mahram ni haramu, je, safari nyingine ambayo si ya haji? Ni aula kuwa ni haramu mwanamke kusafiri bila mahram yake, na mahram ni yule ambaye hawezi kumuoa mwanamke huyo kwa nasaba au kwa kunyonya, walinyonya pamoja, inakuwa ni haramu kumuoa, au kwa ukwe, ni mke labda ni yule ni mama wa mke wake. Sasa huyu mume itakuwa ni mahram wa mama wa mke wake, lakini vinginevyo kusafiri bila mahram mwanamke ni haramu, anapata madhambi. Lima rawa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tusafiri al-mar'ah illa ma'a dhi mahram, asisafiri mwanamke isipokuwa pamoja na mwenye mahram. Mwanamke haruhusiwi Kiislamu kusafiri bila mahram yake, huyo baba yake au ami yake au ndugu yake mkubwa. Yule ambaye hawezi kumuoa ndio anatakiwa asafiri naye, na hii ni kama tunavyosema mara kwa mara, Uislamu ni kumuheshimu mwanamke. Hii yote ni kumuheshimu na kumlinda. Uislamu unamlinda mwanamke na kumwekea mipaka hiyo, kwa sababu Uislamu ndio unaojua udhaifu wa kiumbe hiki cha mwanamke. Kwa hiyo hawezi kusafiri, Uislamu haumruhusu kusafiri bila ya kuwa maharamu yake ambaye ataweza kumlinda na kumtetea katika safari yake yote. Warawa Abu Huraira عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه واللفظ لمسلم. si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho anayesafiri mwendo wa mchana na usiku isipokuwa pamoja na mwenye mahram yake, asafiri na mahram yake. Na wanasema maulama, huyu ametajwa mwanamke ni mwanamke yoyote hapa. La yahillu limraa, ni mwanamke yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho, awe ni msichana, awe ni mkubwa, awe ni mtu mzima, awe ni kinyanya. Hakuna umri uliowekwa kwamba miaka 50 anaweza kusafiri peke yake. Hakuna umri huo uliowekwa na sheria. Ni mwanamke yoyote, hata kinyanya. likulli saqitatin fil ardi laqita, wanasema. Kwa hiyo hata huyo kinyanya pia ni haramu kusafiri peke yake. Na wanasema maulama, ni safari yoyote, sio lazima iwe ni mchana na usiku, sio lazima iwe ni kilomita 50. Ni mahali panapoitwa safari katika ada, hapo ndio ni haramu mwanamke kusafiri peke yake. Mahali popote ambapo panaitwa safari, hapo ni haramu kusafiri. Hakuna masafa maalumu yaliyowekwa katika Uislamu. Safarul mar'a bighairi mahramin barran au bahran au jawan, safari ya mwanamke bila ya mahram, iwe ni safari ya bara
iwe ni safari ya baharini kwa meli au jawan au angani kwa ndege, dhalika wa dhalika la yahillu, hilo si halali. Usafiri wa chombo chochote, mwanamke kusafiri bila mahram ni haramu, hata kama ni kwa ndege na yule mtu mahram yake anampeleka mpaka airport, halafu anarudi yule mahram anamwacha peke yake yule mwanamke, halafu kule atakwenda kupokelewa na mahram yake, pia ni haramu hivyo hivyo, sababu ndege ina sehemu nyingi, ina mwendo mrefu. Hapa mpaka Nairobi bado ni safari, hata kama atasindikizwa mpaka airport kule nako pia atapokelewa. Lakini je, kitambo hicho cha robo saa katika ndege atakaa na nani katika siti? Yule atakayekaa ni mahramu yake au si mahramu yake? Uharamu unakuja hapo, wanasema maulama. Kwa hiyo haijuzu, hata kama atapelekwa airport na mahram, kule atakwenda kupokelewa na mahram, lakini baina ya hapo katika ndege robo saa nzima yuko juu ya ndege peke yake, nusu saa moja nzima anakwenda Dubai, saa moja nzima, masaa matatu anakwenda wapi? Hiyo ni haramu. Waqad salafa ba'dhu al-adilla ala dhalik, zimetangulia baadhi ya dalili juu ya uharamu huo wa kusafiri mwanamke bila ya mahram. Kwa hiyo Uislamu unamlinda mwanamke, Uislamu haumpi uhuru mwanamke kama hizo dini nyingine za batili zinavyomwachilia mwanamke anasafiri kutoka Marekani mpaka hapa Kenya, anasafiri peke yake mwanamke. Mangapi yanatokea katika machafu kwa mwanamke huyo. Lakini Uislamu unamlinda mwanamke wa Kiislamu, unamuhifadhi mwanamke wa Kiislamu na kumwekea huyo guard asiwe peke yake, amlinde kuanzia safari yake mpaka kufika kule, mpaka kurejea kwao. At-tasahulu biistiqdami ghairi almuslimin, katika makosa ya kifamilia kufanya dharau kuwapokea wasiokuwa waislamu. Hii anaelezea katika mujtama ule wa Arabuni kule. Fa in kana liljazirati alarabiyya fayahrum, ikiwa wanawapokea wasiokuwa katika jazirati alarabiyya, kisiwa cha Waarabu wasiokuwa waislamu, hiyo ni haramu. Kuwaleta wasiokuwa waislamu katika nchi ile Makka, Madina ni haramu. Lima thabata fi sahihi annahu qad naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an dhalik, wa hadithi iliyothubutu katika sahih kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hilo. Waqal la yajtami'u dinani fi jazirati al-arab, hazikusanyiki dini mbili katika kisiwa cha Waarabu. Akhriju al-yahuda wan-nasara min jazirati al-arab, watoeni mayahudi na manasara katika kisiwa kile cha Waarabu. Wastiqdamu ghairi al-muslimin lil'amali au al-khadama au al-khidma yajlubu mahu shururan kathira, kuwaleta wasiokuwa waislamu kwa ajili ya kufanya kazi kule au kwa ajili ya huduma kule, hii inaleta shari nyingi. Inaleta shari nyingi kuwaleta wale kwamba wafanya kazi sio wa Kiislamu, kuwapeleka kule Makka au wapi, hii inaleta shari nyingi. Min istiqdami adatihim ad-diniyya wa akhlaqihim ar-radi'a au ar-radiyya, hizo ni katika shari, baadhi ya shari. Kuleta ada zao za kidini kule, wanaingiza ada zao na tabia zao mbaya wanazipeleka kule. Fatamkuthu fil mujtama wa yataatharu an-nasu biha, tabia hizo zinakaa katika mujtama wa Waislamu, halafu Waislamu watu wanaathirika na tabia hizo zinazoletwa na hao wasiokuwa Waislamu katika nchi zile za Kiislamu. Waqad ruya min athari ikhtilatu al-kuffar bil muslimin ma ruya min ash-shururi wal fitan, zimeonekana katika athari kuchanganyikana makafiri na Waislamu yalioonekana katika shari na fitna nyingi zinazotokea. Kwa hiyo Waislamu kuchanganyikana na makafiri, hususan katika nchi zile za Kiislamu. Kwa hiyo kufanya dharau kuwaleta hao wasiokuwa Waislamu katika nchi zile za Kiislamu ni jambo la hatari, lina taathira mbaya kwa Waislamu wale wanaoishi kule katika jaziratul Arab. Akhta bil masakin
makosa yanayofanyika katika majumba ya Waislamu. Kwanza, al-israfu fil athathi wa ghairihi, kufanya israfu katika vyombo vile vya nyumbani. Athath ni vitu vile vya nyumbani, makochi, mavitanda, kila kitu kile cha nyumbani ndiyo athath. Kufanya israfu katika vitu hivyo na vitu vingine ni haramu. Wa hadha khilafu ma umirna bihi, hii ni kinyume cha tulivyoamrishwa. Minatawassuti fil amri, kufanya kati na kati katika mambo. Wa adamil israfi, na kutofanya israfu. Tumeamrishwa na dini hii kufanya kati na kati katika mambo yetu yote na kutofanya israfu. Qala ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, msifanye israfu kwani Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Waqala wala tubadhir tabdhira, wala usipoteze mali bure kupoteza huko. Wakadhalika almubahatu was-sum'a fi taklifi almar'i nafsahu ma la yutiqu, vile vile kujifakharisha na kutaka sum'a, kusikiliwa katika kujikalifisha mtu kuikalifisha nafsi yake mambo ambayo hayawezi. Min athathin wa nahwihi, katika athath hivyo vyombo vya nyumbani na mfano wake, mtu kuikalifisha nafsi yake kununua vitu ambavyo thamani yake ni kubwa kwa ajili ya kujifakharisha na kwa ajili asikilikane tu na watu kwamba na yeye ana vitu vingi katika nyumba yake. Kullu dhalika yajtanibuhu almu'minun, yote hayo Waislamu wanatakiwa wajiepushe nayo. Liannaha maqasidu sayyi'ah, sababu ni makusudio maovu, ni makusudio mabaya. Wala ba'sa bitawassu' watta'annuq, sio vibaya kujikunjua, kujifurahisha na kustarehe, lakin ala alla yadkhula fil israfi watabdhir, lakini asiingie mtu katika israfu na tabdhir. Mtu hakatazwi kununua kitanda kizuri, makapeti mazuri, kitu gani siji, vyombo vizuri vya nyumbani, hakatazwi. Lakini inayokatazwa ni israfu. Inajulikana israfu, israfu inajulikana kwamba mtu kitanda chako unacho kitanda cha shilingi 10,000, siku hizi kitanda cha shilingi ngapi zaidi Allahu musta'an. Haya, kitanda cha 100,000 unacho, haina haja kutaka kitanda cha 300,000 sasa hapo. Kumbe cha 100,000 hicho unacho ni kizuri, kwa nini wanunua cha 500,000? Maana sasa hicho ni cha fahari, hiyo ndio israfu yenyewe. Kwani kile kitanda cha 100,000 usingizi unakatika saa 4 za usiku, ukianza kulala usingizi upati. La, sasa hiyo ni kujifakharisha na kwamba uwe na kitanda bora kuliko wengine. Wala basa bitawassu wa ta'annuq, lakin ala alla yadkhula fil israfi wat tabdhir. Asema kafurushil judrani bisajjad, kutandika na kuweka katika kuta zile sajjad. Hizi sajjadi za kusalia mtu anazipamba katika kuta yake, ukuta wake wa sitting room au wa chumbani, hiyo moja kwa moja ni israfu. Wasti'malul muharram, kutumia vitu vyenye kuharamishwa. Min haririn, hariri, wa nahwihi, na mfano wake. Wa shira'ul athathi bi athmanin turhiqu mushtariha min al-israfi wat tabdhir, na kununua vile vyombo vile masofa hayo kwa thamani ambazo zinawashinda wenye kununua kutokana na ile israfu na tabdhir. Watawassutu khairun fi kulli shay'in, kufanya kati na kati ni bora katika kila jambo. Wa kullun hasba halihi, kila mmoja kiasi cha hali yake. Kwa mtu anatakiwa afanye kati, na hata kama ana uwezo mkubwa, lakini afanye mambo kati na kati, isiwe ni taksir wala isiwe ni ifrat, kwamba ananunua vitu vya hali ya juu, wala asinunue vitu vya hali ya chini sana. Hayo ni kati na kati, ana uwezo wake, lakini iwe kati na kati, isiwe kwamba ananunua maadamu ana uwezo basi kitanda 1,000,000. Kitanda tu 1,000,000. Allahu musta'an. ومن اتسع بالسلف في حياتهم وأحوالهم فهو الكمال رحم الله الحال وغفر لنا ورحمنا. Mwenye kufuata as-salaf katika maisha yao na hali yao, huo ndio ukamilifu walivyokuwa wakiishi.
rahimallahu alhal wa ghafara lana wa rahimana. Katika makosa inkishafu baadhi albuyuti ala baadhi, inkishafu baadhi albuyuti ala baadhi, kuwa wazi baadhi ya nyumba kuliko baadhi nyingine. Wa hadha mimma yanbaghi tanabbuhu lahu, hii ni katika mambo ambayo yanatakikana kuyajua. Fa inna fil buyuti awratin wa asraran haqquha an tur'a wa tusan, katika majumba, baadhi ya majumba kuna aibu na kuna siri ambazo haki zake ni kuhifadhiwa na kulindwa siri hizo. Wankishafu baadhi albuyuti fi sahatihi alkharijiyya yusabbibu harajan lilmar'a, kuwa wazi baadhi ya nyumba katika uwanja wake ule wa nje kunasababisha haraj, uzito kwa mwanamke, wa sahibi albayt, na yule mwenye nyumba, min akhdhi hurriyatihim ash-shar'iyyati fi, ile kuchukua uhuru wao wa kisheria katika nyumba hiyo. Ikiwa nyumba iko waziwazi, wa majirani wanaona pale, wale watu wa nyumbani wanakuwa hawana uhuru wao pale nyumbani. Wa hadha mimma yahsunu dar'uhu wa ilajuhu, hii ni katika mambo ambayo ni vizuri kuyazingatia na kuyatafutia dawa mambo hayo, kwamba nyumba ziko waziwazi, hawa wanaona hawa, akisimama tu anaona huku nyumba ya mwenzake, akiangalia tu anaona muharramat. Nyumba zinatakiwa zihifadhiwe, wanawake katika nyumba zao wajihifadhi. Ikiwa itatokea hivyo kwa bahati mbaya, basi wanawake hao wajihifadhi, wasijitokee ovyo ovyo halafu wakaonekana na majirani katika nyumba zao hizo ambazo ziko waziwazi. Hususan sasa hivi ardhi zimekuwa ndogo, watu wanajenga hapo kwa hapo. Kwa mfano pale Kaloleni pale majumba yameshikana. Sasa ile ni hatari sana, manake nyumba iko karibu sana, na ukiangalia tu tayari ni dirisha la mwenzako, unaangalia ndani ya dirisha. Sasa ile ni hatari. Wanawake watakiwa wajihifadhi. Nyumba namna ile zinatakiwa zifungwe madirisha, mapazia yale yasiondolewe, lakini kuacha waziwazi kwamba wanaonana ni jambo la haramu. Waislamu wanatakiwa wajichunge na jambo hilo. Kadhalika akhta'ul maakili wal masharib, makosa ya vyakula na vinywaji. Kwanza al-israfu bil maakili wal masharib والتبذير ورمي المأكولات بالأماكن القذرة, kufanya israfu katika vyakula, katika vinywaji, na pia kutumia mali ovyo na kutupa vyakula katika sehemu chafu, mapipa ya mataka, vyakula vinavyobaki vinatupwa. Hiyo ndiyo israfu. Qala ta'ala, wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kuleni na mnywe, msifanye israfu. Kuleni, kunyweni, lakini msifanye israfu. Allah hawapendi wenye kufanya hiyo israfu. Mtu chakula chake pengine na hali yake ni kilo moja, anapika kilo 3, alafu zile kilo 2 zote zinatupa kwenye pipa la mataka. Badala ya kutafuta maskini akawapa akapata thawabu, anatupa vyakula vile, halafu hatima yake anapata madhambi badala ya thawabu ya kuangalia majirani zake au wa kuangalia maskini. Waqala ta'ala, wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu lirabbih kafura. Msitupe mali ovyo, kwani wenye kufanya hivyo, wenye kupoteza mali ovyo, hao ni ndugu wa mashaitani, na shaitani ni mwenye kumkufuru sana Mola wake. Falisrafu huwa badhlu zaidi an haddi almaruf fil ikram lidhuyuf. Israf ni ile kutoa ziada na ule mpaka unaojulikana katika kumkirimu, kuwakirimu wageni. Israf ni ile kutoa kile zaid, yani kilichozidi na ule mpaka unaojulikana katika kuwakirimu wageni. Fa in kana sayukalu au yutasaddaqu bihi fadhalika hasan, ikiwa hicho kitakachozidi kitaliwa au kitatolewa sadaka, hilo ni vizuri. Wa amma in kana maaluhu ila zabala wal amakin alqadira fadhalika min alistihanati bi ni'amillah, ama ikiwa
mwisho wake chakula hicho kilichozidi ni kwenye zabala, mataka na sehemu chafu. Hiyo ni katika kudharau neema za Allah alizokupa kwa chakula hicho kilichozidi. Wasarfiha fi ghairi maradhillah, pia ukitumia chakula hicho kilichozidi katika isiyokuwa yani anayoyapenda Allah, itakuwa ni haramu. Wa hadha alhalu la siyama walladhina yaju'una kathirun yukhsha an yakuna mu'dhinan bihululi al'uquba. Asema hali hii hasa kwa wale ambao wanapata njaa, wengi wanaogopewa kuwa ni wenye kujulisha kutokea, yani kufikishiwa adhabu kwa wale ambao wanafanya hivyo, wale ambao wanatupa vyakula katika mataka au wanavitumia katika isiyokuwa mambo yanamridhisha Allah, moja kwa moja inaogopewa. Kwa jambo hilo linafahamisha kushukishiwa adhabu watu hao. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. kuleni na mnywe na mtoe sadaka na vaeni, muda wa kwamba vitu hivyo havikuchanganyikana na israf au kibri. Mtu ale chakula anachotaka kizuri, ale chakula kizuri anachotaka, anywe kadhalika, atoe sadaka anavyotaka, lakini isiwe kuna israfu ndani yake au kuna kibri ndani yake, hapo utaingia uharamu. Alhadith rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayruhum wa isnaduhu hasan. Wallahu a'lam.